Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilali Sefuriami ndio kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Kasim Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan azungumza na wazee wa Dar es Salaam na kueleza aliyotokea baada ya uchaguzi mkuu 2025. Jeshi la polisi mkoani Mwanza laendelea kutoa elimu juu ya umuhimu wa kulinda amani ya nchi. Na katika habari za kimataifa, WFP yaonya juu ya hatari ya njaa kwa wakimbizi nchini Ethiopia. Na mkapu la habari linaanzia jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 ni tukio la kutengenezwa na walilolitengeneza walidhamiria kuiangusha dola ya nchi hii. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam na kuhutubia taifa kwa ujumla, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema vurugu zilizotokea zilidhamiria makubwa na ni mradi wenye nia pana, wenye nia kuu ya uovu, wenye wafadhili, washitiri na watekelezaji. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa. Nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu. Kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa. Kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa. Magari ya serikali vimeunguzwa. Vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na jina la hayo, ni maandamano au ni vurugu. Aidha, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema lolote linalopangwa Disemba 9 mwaka huu 2025 halitafanikiwa kwa sababu wakati wowote serikali imejipanga. Nilisema aliyopita si ndwele, tugange yajayo. Lililopita limepita. Kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa, kini inshallah Mola hatosimama nao, litapeperuka. Nilimsikia mmoja katika waandaji wa nje anasema hebu tarehe 9 liakhirisheni, nendeni subirini Christmas, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie wakati wowote wakija tumejipanga. Sambamba na hilo, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akayanyoshea kidole madhehebu ya dini yanayoipangia au kutaka kuiendesha serikali. Tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Tumeamua kwa democratic country tutaendesha demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana. Lakini viongozi wa dini, msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii. Hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao. Ubora wa dini uko mioyoni kwetu. Wale wanaoamini ndo wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa kwamba mimi dini yangu ndo ita override Tanzania na tamko nikilitoa ndo hilo hilo, na hata wenyewe wanatofautiana. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa jeshi la polisi DCP Wilbrod Mutafungwa
Amewataka maafisa usafirishaji wa pikipiki wa magurudumu mawili bodaboda kutojihusisha na vitendo vya kihalifu na uhalifu, badala yake kuwa mabalozi wa kutunza amani nchini. Zuberi Mgaya ana taarifa zaidi. Wito huo ameutoa wakati akizungumza na maafisa usafirishaji wa magurudumu mawili wa kata ya Kishiri wilaya Nyamagana, akiwataka kuona umuhimu wa kuwa na amani nchini ili kutoa nafasi kwa viongozi waliopo madarakani kutimiza wajibu wao kuleta maendeleo kwa wananchi. Sisi wananchi wa mkoa wa Mwanza nao wajibu mkubwa wa kutunza amani ya nchi yetu. Tunayo nafasi na tuna wajibu mkubwa wa kutunza amani ya mkoa wa Mwanza. Kamwe tusishiriki kwenye matukio ya uvunjifu wa amani. Tusiruhusu kamwe matendo ya fujo, vurugu, uporaji, maandamano yasiyokuwa halali, ambayo mambo haya yote niliyoyataja yatazorotesha maendeleo yenu, yatawapotezea muda katika safari ya maendeleo. Msifanye hayo ili mtoe nafasi kwa viongozi wenu, kwa viongozi wetu walioko madarakani wapate utulivu na nafasi iliyotulia ya kutuletea maendeleo. Aidha, DCP Mutafungwa ameataka maafisa usafirishaji hao pamoja na wananchi wote kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kufichua vitendo vya kihalifu na uhalifu ili kuifanya jamii kubaki salama. Hatuna budi kukataa uhalifu na kuwafichua wahalifu wote. Nilisema mwanzo, utachekelea kuona mwenzako anaibiwa, unakaa kimya, utoi taarifa. Wahalifu kuna siku watakufuata wewe. Sote tushirikiane kuhakikisha kwamba muhalifu apati nafasi katika jamii tunayoishi. Tutoe taarifa kwa vyombo vya usalama na tutoe taarifa zenye ukweli. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya maadili kanda ya Kishiri James Simon amemhakikishia kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbord Mutafungwa kuwa watashirikiana kikamilifu katika kufichua viashiria vyote vya uhalifu na uvunjifu wa amani ili kuchukua hatua za mapema za kisheria. Naamini hata pale ambapo tunaweza tukaona hapa kuna chanzo cha itilafu yoyote, tuko tayari kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ambazo zinakuwa na uaminifu, na ninaomba jeshi la polisi lituunge mkono, na pale tunapotoa taarifa wawe ni wepesi kuzifuatilia na kuziwekea maanani, na sisi tutaonyesha ushirikiano kwa kile ambacho tutakuwa tumekiona. Na ushirikiano wetu sasa kama viongozi wa umoja wa endesha pikipiki kanda ya Kishiri, tutatoa ushirikiano wa kutosha kwa ajili ya kuimarisha amani ya nchi yetu, amani ya Kishiri, amani ya wilaya yetu ya Nyamagana pamoja na mkoa wa Mwanza. Tukielekea mkoani Kigoma, taasisi ya Direct Aid yenye makazi yake nchini Kuwait imedhamiria kufanya mapinduzi katika sekta ya elimu hapa nchini, hususan katika elimu ya juu, ikieleza mpango wake wa ujenzi wa chuo kikuu mkoani Kigoma utakamilika kwa wakati. Fuad Kasimu Watuta anatupasha zaidi. Mkurugenzi wa Direct Aid tawi la Kigoma Osman Muhammad Ali akizungumza katika mahfali ya pili ya shule ya sekondari Hidayah Sultan, shule inayosimamiwa na taasisi hiyo, ameweka wazi mpango mkakati wa ujenzi wa chuo hicho mkoani Kigoma. والآن إن شاء الله أيضا حلمنا الأكبر هو أن تكون هناك كلية جامعية هنا. Chuo kikuu ni hatua ndefu ambayo tunaihitaji, na kama ilivyo kwa shirika hili letu, ni mpango wake mkakati kwa Afrika ni kujaribu kuboresha mambo ya kielimu katika jamii. Sasa hili linategemea idara kuu ile ya taaluma elimu ya juu ambalo ndio linashughulika na mipango hii, ilikwishafikishwa huko, na tunataraji inshallah kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu taratibu zinaanza kufuata hatua baada ya hatua, na huko baadaye tutakuja kukwambieni lini nini kitafuatia, nini kinaanza. Kauli yake inaungwa mkono na afisa elimu halmashauri ya wilaya ya Kigoma Kasimu Mtili, ambaye anataja mchango wa Direct Aid katika sekta ya elimu, huku akiamini mpango wa ujenzi wa chuo kikuu chini ya taasisi hiyo utaakisi mtaala mpya wa elimu ulioboreshwa. Taasisi ya Direct Aid Society imetoa mchango mkubwa sana katika masuala ya kielimu. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba chuo kikuu kitakachoanzishwa kitaendana kabisa na mtaala ambao ulioboreshwa, kwa maana mtaala unaotekelezwa hivi sasa katika Jamhuri ya Muungano
wa Tanzania. Sambamba na hayo, jumla wanafunzi 70 wamefanikiwa kuhitimu elimu ya kidato cha 4 katika shule ya Hidaya Sultan hapa mkoani Kigoma, shule ambayo ni miongoni mwa shule zinazosimamiwa na Direct Aid kupitia tawi lake la Kigoma. Watoto hawa wamekuwa mikononi mwetu na tumekuwa tukijitahidi kwenda nao vizuri. Kwa hiyo sasa leo wanapoondoka kwenda majumbani, maana yake ni kwamba ni muda ambao watakuwa katika dhamana ya wazazi moja kwa moja. Kwa hiyo tunawahusia wazazi wachukue jukumu lao sasa la kuhakikisha kwamba watoto hawa wanaendelea kuenenda katika misingi ya maadili ile ambayo tumekuwa tukiwalea hapa shuleni kwa takriban miaka 4. Hayo ndio makubwa ambayo tunawahusia wanafunzi wetu, lakini pamoja na wazazi. Hakika shule hii imetufundisha vizuri, vijana tumeweza kuelimika na kupata mambo mbalimbali ikiwemo kujifunza kwa tabia njema. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tunamshukuru, tumemaliza mwafara huu na tunatarajia kupata matokeo mazuri inshallah. Alhamdulillah, tunashukuru Mungu sababu tuna walimu tofauti ya kitaaluma ambao wanatulea katika misingi ya dini. Kwa hiyo watufundisha mambo tofauti ambayo Mwenyezi Mungu anayakataza na anayategemea kutoka kwetu si binadamu. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Kigoma, langu jina naitwa Fuad Kasim wa Mahasin TV. Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali amesema mkataba uliosainiwa baina ya serikali ya Saudi Arabia na Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA unakwenda kunufaisha pakubwa jamii ya Waislamu nchini na Watanzania kwa ujumla. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila inasimuliwa studio na Nuhu Kasim Istima. Mufti Abubakar Zuberi akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kurejea kutoka nchini Saudi Arabia alikosaini mkataba huo wa ushirikiano Novemba 27, 2025, ametaja moja ya sekta inayokwenda kunufaika ni pamoja na sekta ya afya. Katika jumla ya mambo tutakayoshirikiana nao kuna kambi ya mambo ya tiba ya macho, na wale wataalamu madaktari kutoka Saudia wanaingia kesho biidhnillah taala kwa ajili ya kuangalia ile wanahitaji wenyewe watu wa daktari, mtoto wa macho na matatizo ya macho mbalimbali ambayo wanakuja kufanya hapa. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aidha, Mufti Zuberi amekutana na kufanya mazungumzo na imamu mkuu wa msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Madina Al-Munawwara. Pia tumeweza kukutana na imamu wa msikiti wa Madina Al-Munawwara, tukazungumza mambo mengi, na huko pia kuna neema fulani itapatikana inshallah taala. Lakini tumeweza kutembelea mujammaa mbalimbali, complex mbalimbali zile za mambo mbalimbali, namna wanavyochapishwa msahafu. Kuna complex wametengeneza pale, kuna mujammaa moja wametengeneza kwa ajili ya kuonyesha maisha ya mwanadamu, dunia ilivyoumbwa, mwanzo wake ilikuwaje, malaika walipokutowalia wakapewa majini, pindisha kuna mwanadamu, baadaye akaja binadamu, mpaka ilivyokuja Nabii Nuhu na jahazi lake, na ni vitu vyote vinaonyeshwa mpaka siku ya kiyama wanaonyesha wao. Kama kitu kama hicho tukiwa nacho hapa, tutakuwa na manufaa makubwa sana katika kuwajenga waumini wetu kujua dini yao. Katika mkataba wa makubaliano uliosainiwa Novemba 27, 2025, Saudi Arabia iliwakilishwa na Wizara ya Mambo ya Dini nchini humo kupitia kwa waziri wa wizara hiyo Sheikh Abdul Latif Ali Sheikh. Ni mikataba kutaka kushirikiana juu ya masuala mbalimbali ya dini, na hili jambo au nafasi hii tulikuwa tunaitafuta kwa muda mrefu, lakini katika kipindi hiki mimi na nyinyi wote mlioko, Mwenyezi Mungu ametupa kabuli ya kuweza kushirikiana. Mashirikiano haya yataleta nafuu na manufaa makubwa sana katika mambo mbalimbali ya kidini. Tumeyazungumza yamo ndani ya ule mkataba ambao nao hapa. Utaona ni maeneo makubwa sana tunayoshirikiana. Katika maeneo tuliokubaliana kwamba hili sawa, hili hapana, hili sawa, hili hapana. Mkataba huo unalenga serikali ya Saudi Arabia kusaidiana na Tanzania katika nyanja mbalimbali ikiwemo elimu ya dini ya Kiislamu, elimu ya mazingira na afya. Makamu mwenyekiti wa taasisi ya Aisha Sururi ya jijini Dar es Salaam Bi Amina Njechele amewakumbusha wazazi na jamii mkoani Lindi kuweka msisitizo kwa watoto wao kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa kuwa ndio mwongozo wa Waislamu katika nyanja zote za maisha. Rajab Shaban Matuga anaarifu zaidi.
Bi Amina Njechere ametoa rai hiyo wakati akizungumza na waumini wa dini ya Kiislamu katika msikiti wa Ikhwatul Muslimina uliopo kijiji cha Mitwero, manispaa ya Lindi, katika mchujo wa kutafuta mwakilishi wa mkoa huo kwenye mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu yanayoandaliwa na taasisi ya Aisha Sururu. Lindi najua una madrasa nyingi, lakini nilikuwa namsikia moja hapo wa mwalimu hapa anasema msukumo mwamko bado. Ndugu zangu, Qur'ani haimtupi mtu. Qur'ani ndo mwongozo. Qur'ani ndo kitabu chetu. Qur'ani ni kila kitu katika hii dunia. Ukiifuata Qur'ani umeongoka. Jambo moja, wazazi wenzangu, watu wanajua ukishasoma Qur'ani basi. Qur'ani pia ni ajira. Isome vizuri utapata hiyo ajira. Rajab Farijala ni mratibu wa mashindano ya kitaifa taasisi ya Aisha Sururu, amesema mashindano ya Qur'ani kwa ngazi ya taifa yanataraji kufanyika mwezi wa pili mwakani 2026, ambapo licha kumpongeza mshindi amewahimiza waliokosa kuchaguliwa kutovunjika moyo. Yule atakayechaguliwa ndio atakayewakilisha mkoa wa Lindi. Wengine wasikate tamaa kusema kwamba mimi kwa vile sikupita basi tena kusoma Qur'ani, kwenda tena madrasa, mimi tena basi. Hapana. Kama nilivyosema kwamba mashindano haya ni endelevu. Inawezekana mwaka huu umeshindwa kupata nafasi, kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala mwaka unaofuata ukaweza kupata nafasi. Kwa upande wao, walimu na wanafunzi wa madrasa wanaeleza namna mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu yanavyoongeza hali na hamasa ya wanafunzi kujifunza zaidi. Vile watoto wanapotoka kwenda katika mikoa mbalimbali kufanya mashindano, basi na sisi inatuongezea nguvu tuwasomeshe vizuri zaidi na tuongeze bidii, kwa sababu wakafanye vizuri kule wanakokwenda. Na hii ndio inosababisha tena zaidi kuona kwamba watoto wanapata kuhifadhi Qur'ani ambayo itawasaidia katika maisha yao. Najisikia vizuri kuwa mshindi kwa siku ya leo. Nawaahidi wakazi wa mkoa wa Lindi, nimejiandaa vizuri, nitaenda kushinda katika usomaji wa Qur'ani wa mashindano ya kitaifa. Kwa kweli mashindano haya ni mazuri, tena napendelea sana, yani watoto wetu tuwapeleke chuoni, tusiwakalishe nyumbani, kwa sababu Qur'ani ndio nguzo ya kesho kwa Mwenyezi Mungu. Qur'ani ndio kila kitu. Qur'ani ndio mwongozo. Ukitaka riziki nenda kwenye Qur'ani. Ukitaka uongofu kwenye Qur'ani. Na ndio maana tumeanzisha pia hapa darasa la kina mama, sisi tunasoma ili tujue hiyo Qur'ani. Sawa, hatukujua tangia tupo wadogo, lakini sasa hivi tuuzimani tupate kujua ili na watoto wetu tuanze kuwaleta. Maafisa utumishi na wahasibu kutoka taasisi mbalimbali za serikali wanatakiwa kutumia mifumo ya kidijitali inayotolewa na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF ili kurahisisha ulipaji wa michango na uwasilishaji sahihi wa taarifa za wanachama kwa wakati. Taarifa yake Emmanuel Matinde inasimuliwa studio. Akizungumza kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa wa Kigoma katika semina kwa ajili ya maafisa wanaoshughulikia masuala ya wanachama wa PSSSF, afisa manunuzi ofisi ya mkuu wa mkoa Patrick Kigere amesema matumizi sahihi ya mifumo ya kisasa ya PSSSF ni hatua muhimu katika kuhakikisha wanachama wanapata mafao yao kwa wakati kwa mujibu wa sheria. Aidha, amesisitiza waajiri kuhakikisha wanafanya kazi kwa weledi, uadilifu na umakini ili taarifa za wanachama ziwasilishwe kikamilifu kwenye mfumo wa PSSSF. Uadilifu una mambo mengi. Kufanya kazi kwa wakati. Hata hiyo digitali, sasa unaona jambo kwenye dirisha alafu unakwenda kunywa chai. Unachukua masaa mawili mangapi, unaenda kula chakula au siku nzima inapita hauja respond. Itakuwa haina maana. Tutumie muda vizuri, tuwajibike kwenye maeneo yetu ili tujenge heshima kwa serikali yetu. Semina hiyo imelenga kuongeza uelewa kwa waajiri kuhusu matumizi ya mifumo ya kidigitali ili kuwawezesha waajiri kutoa taarifa kwa haraka, kufuatilia michango pamoja na kuzuia changamoto za ucheleweshaji zinazojitokeza. Maafisa utumishi pamoja na wahasibu ni watu wanaoshughulika na wanachama wetu kwa karibu zaidi. Tumeona tutoe uelewa mpana kwamba kwanza mafao yanayotolewa na mfuko wa PSSSF, mwanachama haruhusiwi kulipa gharama ili aweze kupata mafao hayo. Hivyo basi tumeendelea kutoa uelewa kwamba wanachama wetu wasidaiwe fedha, na ukiona unadaiwa fedha na mtu yoyote basi ujue kwamba kuna hao sio maafisa kutoka mfuko wa PSSSF,
ni matapeli wa mtaani, hivyo wawaepuke sana. Nao maafisa utumishi na uhasibu wamesema mafunzo waliopata yatawasaidia kuboresha usimamizi wa taarifa za watumishi, kupunguza makosa ya uwasilishaji na kuongeza uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao. Tumepata ujuzi namna ya kukaa na watumishi wetu na kuwasaidia na kuwawezesha wao waweze kujaza taarifa sahihi na namna sahihi ya kuweza kupata huduma hii ili kuepusha mkanganyiko wa kukosa mafao kwa wakati pindi wanapokuwa wanahitaji. Matumizi yao ya kidigitali yataweza kuturahisishia pale mtu anapokuwa anahitaji taarifa zake atazipata kwa wakati. Hatakuwa na sababu ya mpaka kunyanyuka kutoka hapa kwenda ofisi ya PSSF. Kwa mfano, kuna wenzetu wanaokaa maeneo ya mbali na mji wa Kigoma, mfano wilaya ya Kakonko. Mtu alikuwa anahitajika atoke kule mpaka huku, lakini kwa sasa akiwa pale pale Kakonko anaweza aka-access kufahamu taarifa zake na mwenendo uchangiaji wake unavyokwenda. Na mkuu wa wilaya ya Gairo Jafari Kubecha amewataka watendaji wote wa halmashauri ya wilaya hiyo wajibika kikamilifu wa kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi ili kuongeza kasi ya maendeleo nchini. Zuberi Mgaya ana taarifa kamili. Hayo ameyazungumza wakati akifanya mkutano na wananchi wa kata ya Idibo, kitongoji cha Chamwino, akiwataka viongozi kwa nafasi zao kuwatumikia wananchi ili kufikia malengo ya serikali katika mchakato wa maendeleo. Kila mmoja kwa nafasi yake. Wenye viti mpo hapa, na juzi tuliambizana tukasikilizeni kero za wananchi, tukatatueni kero za wananchi. Wananchi wetu wanahitaji mambo makubwa mawili: moja, kuwasikiliza; pili, kuwahudumia. Basi hicho wanachohitaji wananchi hapa, tukawasikilize. Linalowezekana tuambie hili linawezekana, tunalifanya. Lisilowezekana tuambie hili haliwezekani. Ninawaomba tujielekeze katika kutatua kero za wananchi. Aidha, DC Kubecha amesema serikali itawachukulia hatua viongozi wote ambao hawajibiki ipasavyo kwa wananchi, akisema kuwa viongozi wazembe ndio kikwazo kikubwa cha maendeleo nchini. Na pale mtu anaposhindwa kutimiza majukumu haya, simple tu, mtu unaweza kuja kwambia mtendaji, mimi ni mtendaji, kurugenzi, mimi uliniteua kwenda kuwa mtendaji wa kijiji, lakini shule ya utendaji wa kijiji imenishinda. Basi kwa sababu msipochukua hatua hizo, sisi tutachukua hatua hizo dhidi yako. Ni mtu unahusika na mikopo, nenda fuatilia hichi kikundi fulani kilipewa mkopo, wanafanyaje shughuli zao, wapi wanahitaji mawazo, wapi wanataka ushauri, ili waweze kuboresha shughuli zao. Lakini tunasubiri siku ya kuchukua marejesho, ndio waambia marejesho. Wapi tunafuatilia kuona kile wanachokifanya kinarejesha? Katika hatua nyingine, DC Kubecha amewakumbusha wazazi na walezi kuwapeleka watoto wao shuleni ambao wamefikia umri wa kuanza masomo ya awali kuandikishwa kwa ajili ya kujiandaa na mwaka wa masomo 2026. Na waomba, sasa hivi tuko pia kwenye kipindi cha kuandikisha watoto. Wako watoto wameshafikisha umri wa kuanza darasa la kwanza, wako watoto wamefikisha umri wa kuanza chekechea, wako watoto wamefikisha kiwango cha kwenda kidato cha kwanza. Tujiandae mwakani mwezi wa Januari watoto wote waende shule. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Kasim Mustima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP limeonya kwamba wakimbizi nchini Ethiopia wapo katika hatari ya kufa njaa kutokana na uhaba mkubwa wa fedha unaolilazimisha shirika hilo kupunguza mgao wa chakula. WFP imeripoti kwamba imelazimika kupunguza mgao wa chakula mwezi Oktoba 2025 kwa wakimbizi 780,000 kutoka Sudani na Sudani Kusini katika kambi 27 katika maeneo mbalimbali ya Ethiopia kutoka 60% hadi 40 pekee, ikimaanisha kwamba kila mtu sasa atapokea msaada wa chakula sawa na chini ya kalori 1000 kwa siku. Mkurugenzi na mwakilishi wa mpango wa chakula duniani nchini Ethiopia, Zlatan Milicic, amesema wamechukua maamuzi yasiyowezekana na kusema wanajaribu kuwafikia wakimbizi wengi kadiri inavyowezekana kwa kiasi kinachofaa cha msaada wa chakula. Milicic ameonya kuwa bila ya kuwa na pesa zaidi, kupunguzwa huko kwa misaada ya chakula kutakuwa hatua nyingine ya kuelekea kwenye kusimamisha kabisa ugawaji wa chakula na kuhatarisha maisha ya wale wanaowasaidia kwa sasa. Shirika la mpango wa chakula duniani limetoa wito wa dharura wa kutolewa dola milioni 230 kwa ajili ya kusaidia shughuli za kibinadamu katika kipindi cha miezi 6 ijayo, likisisitiza kwamba bila ufadhili mpya wa haraka, mpango huo unaweza kulazimika kusimamisha kabisa msaada wa chakula kwa wakimbizi wote nchini Ethiopia katika miezi ijayo. Kwingineko, mshindi wa tuzo ya amani Nobel raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Denis Mukwege, amelaani mchakato wa amani unaoendelea kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 unaolenga kukomesha mapigano mashariki mwa DRC. Katika taarifa iliyotolewa mwishoni mwa wiki hii, Mukwege aliuita mpango huo unaoongozwa na Washington na Doha kuwa ni haramu, usio na uhakika na usioweza kuhakikisha amani ya kudumu. Mukwege ameashiria kile alichokiita mienendo ya uwindaji ya wahusika wa kigeni wanaowania rasilimali kubwa za madini katika eneo hilo, na kusema makubaliano hayo yanapuuza sababu za msingi na mienendo ya kikanda ya mzozo huo na badala yake anahudumia maslahi ya kijiografia ya nchi za kigeni. Aidha, Mukwege amekosoa mchakato wa amani unaoendelea kwa sasa, akisema hauna uwazi, dhamana au ratiba iliyo wazi, huku akiongeza kuwa ili kuweza kuhakikisha amani ya kudumu, makubaliano yoyote lazima yajumuishe jamii zilizoathiriwa katika majadiliano na kuweka haki zao mbele ya maslahi ya kigeni na kiuchumi. Hayo yanajiri wakati ambapo viongozi wa upinzani nchini DRC wamemtaka Rais Felix Tshisekedi kuweka mkataba huo hadharani kabla ya kusaini na kuonya dhidi ya kukubali chochote kitakachodhoofisha mamlaka ya kujitawala ya DRC. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema vipaumbele vya Kiev katika mazungumzo ya amani ya kumaliza vita na Urusi ni kudumisha mamlaka ya Ukraine na kupata dhamana kubwa ya usalama. Zelensky amesema suala la ardhi ya Ukraine ndio gumu zaidi, huku Urusi ikiendelea kuitaka Ukraine iachilie eneo la mashariki la Donbas ambalo bado inalishikilia na Kiev ikishikilia kuwa haikubali kufanya hivyo. Ameazungumza hayo baada ya kukutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron jijini Paris, ambapo alikuwa pamoja na viongozi wa Ulaya wakiwemo wale wa Uingereza, Ujerumani, Poland na Italia. Wakati hayo yakijiri, wapatanishi wa Ukraine na Marekani walimaliza siku 2 za mikutano huko Florida, Marekani, baada ya kurekebisha mpango wa amani wa Rais Donald Trump. Ikulu ya White House ilitoa maoni chanya juu ya mpango huo, huku msemaji wa ikulu hiyo Caroline Leavitt akisema utawala wa Marekani una matumaini makubwa kuhusu makubaliano ya kumaliza vita. Nuhu Stima, Mahasin TV. Shukran Nuhu Kasim Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan azungumza na wazee wa Dar es Salaam na kueleza yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu 2025. Jeshi la polisi mkoani Mwanza laendelea kutoa elimu juu ya umuhimu wa kulinda amani ya nchi.
Na katika habari za kimataifa, WFP yaonya juu ya hatari ya njaa kwa wakimbizi nchini Ethiopia. Na mpaka hapo ndo tumefika mwisho wa kapu la habari. Inshallah bwana majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuleta kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuria niliyokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Kasim Mustima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.